Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Moja kati ya story ambayo ilikuwa inazungumzwa kinoma noma siku ya jana ilikuwa ni hii story ya ndugu yetu Lavalava. Ni mara baada ya kuweza kuposti nyumba akisema kwamba ni nyumba ambayo ameweza kuwazawadia wazazi wake, kwa maana ya kwamba mama yake pamoja na baba yake mzazi. Lakini ni kwamba mara baada ya Lavalava kuweza kuposti hii nyumba, watu wengi walikuja kwenye mitandao ya kijamii na kuweza kumzungumzia tofauti, wakisema kwamba Lavalava hana uwezo wa kuweza kujenga nyumba kama hiyo kwa sababu ana muda mrefu hajaweza kutoa ngoma. Ni chanzo gani cha mapato ambacho anakiingiza mpaka yeye kuweza kujenga nyumba kama hiyo na kuweza kuwazawadia wazazi wake. Lakini pia moja kati ya watu ambao walikuwa wanampinga kinoma noma ndugu yangu Lavalava alikuwa ni Mwijaku, ambapo Mwijaku alikuja public akasema kwamba Lavalava aache maigizo, hana uwezo wa kujenga nyumba kama hile kwa sababu inabidi atupostie kwanza namna jinsi ambavyo alivyokuwa ameanza ujenzi, atupostie namna ambavyo alikuwa anajishughulisha na mafundi alivyoanza msingi na vitu kama hivyo. Sasa Mwijaku alikuwa ni mtu wa kwanza kuweza kumzungumzia vibaya Lavalava kwamba hana huo uwezo wa kuweza kujenga ile nyumba ambayo ameipost Lavalava siku ya jana, kusema kwamba ameweza kumzawadia mama yake mzazi. Sasa mapema leo hii siku ya Jumamosi, lisali moja lililopita, Mwijaku kupitia kwenye ukurasa wake wa Instagram, yani kule IG, of course ameweza kuposti picha hapa ya Lavalava, alafu kwa pembeni akaweka DM ya mazungumzo yake kati yake yeye pamoja na Lavalava. Hapa hivi ukiangalia vizuri kwenye hii picha hapa utaona kuna missed call ambayo Lavalava aliweza kumpigia Mwijaku, umeelewa vizuri. Lakini pia baada ya hapo kuna SMS hapa hivi ya muamala ambao umethibitishwa bana, kiasi cha shilingi milioni 3 za Kitanzania. Sasa kupitia kwenye hii post ambayo aliweka Mwijaku hapa, alikuja akaandika deal done, afa akasema kwamba haya 3 milioni kibindoni, nimemaliza kazi yako mdogo wangu, watu nimewapa sukari na wamepanic, toa nyimbo sasa ni wajaze tena, mimi ndiye DC wa Instagram, let's go Lavalava, pull up DC. Umeelewa vizuri. Hiyo ndio caption ambayo Mwijaku aliweza kuiandika. Sasa watu wengi wamekuja kwenye upande wa comments, wameonekana kwamba wamepanic kinoma, ni kwamba ina maana ile mitikasi yote ilikuwa ni kiki na vitu kama hizo. Umeelewa vizuri. Means kwamba Lavalava ambayo ile nyumba ambayo alikuwa ameweza kutangaza kwamba ni zawadi kwa ajili ya wazazi wake, means kwamba ni uongo, ilikuwa ni kiki tu kwa sababu anatarajia kuweza kutoa ngoma, ilikuwa ni kiki kwa ajili ya ngoma. Na by the way, kitu ambacho amekifanya Mwijaku ni kweli amepata attention ya watu wengi kwenye mitandao wameweza kumbeza kutokana na kile kitu ambacho alikuwa anakifanya kuweza kumpinga Lavalava kuhusiana na hii issue ambayo alikuwa ameweza kuipost Lavalava. Hebu niambie hapo chini kwenye comment mtazamo wako ni upi, kwa sababu kila mtu alikuwa anazungumza la kwake. Je, na wewe ulikuwa unahisi ni kweli ile nyumba ilikuwa ni ya Lavalava kaweza kuwazawadia wazazi wake, ama ilikuwa ni kiki kama jinsi ambavyo Mwijaku alivyozungumza? Niambie hapo chini kwenye comment mtazamo wako ni upi. Chao. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.